Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo nitakupa siri ya kuwa na kuku wengi wa kienyeji kwa kuwalea vifaranga wa kienyeji bila mama yao. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue unahitaji kuwa na vitu gani au unatakiwa kufanya kitu gani ili uweze kuwalea vifaranga wa kienyeji bila mama yao na asife hata kifaranga mmoja, ufanikiwe kuwa na kuku wengi zaidi wa kienyeji. Kuna mbinu ambazo ni muhimu sana unatakiwa kuzitumia, au kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya. Kama utaweza kuvifanya vitu hivyo, basi utaweza kuzalisha kuku wengi sana wa kienyeji bila mama yao, na utakuwa unazalisha mara kwa mara. Kuna video hapa tuliwahi kuweka tukawaambia jinsi ambavyo unaweza ukaanza na kuku 10, lakini baada ya muda mfupi ukawa na kuku 200 wa kienyeji. Watu wengi sana, wengine walibishia, wengine walienda kufanyiwa practice. Nadhani waliofanyia practice watakuwa wameona namna gani wameweza kufikisha kuku hao. Sasa hii njia ambayo leo hii nitakuelekeza ya kulea vifaranga wa kienyeji bila mama yao ndio njia pekee ambayo itakufanya wewe uwe na kuku wengi wa kienyeji. Ni kwa sababu pale utakapompokonya huyu kuku wa kienyeji vifaranga wake ukawalea wewe mwenyewe, yule kuku wa kienyeji hata chukua muda mrefu ataanza kutaga tena. Akisha taga, wewe kazi yako ni kumhudumia vizuri, mpe chakula kizuri, mpe vitamin kwenye maji yake, atataga tena, atatotoa vifaranga wengi, utampokonya, utawalea. Baada ya muda tena, kama umemhudumia vizuri, umempa chakula kizuri, vitamin, booster hizi za asili, basi yule kuku atataga tena. Kwa hiyo ndio itakuwa ni njia ambayo inakufanya wewe uweze kuwa na kuku wengi wa kienyeji. Lakini haiishii tu kumtotolesha yule kuku, hapana, ila na wewe wale vifaranga nenda kawape huduma nzuri kabisa ambazo wanazihitaji. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukizingatia pale unapowalea vifaranga wa kienyeji bila mama yao, kwanza waandalie chumba ambacho ni kidogo, kinatunza joto, lakini vile vile unaweza kuwawekea na taa ya joto au kawawekea jiko la mkaa kwa ajili ya kuhakikisha mle ndani ambamo unawalea mna joto. Hicho ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu ile joto ambalo alikuwa analipata kule kwa mama yao atakuwa hawezi kulipata, ila inatakiwa wewe ndio ulitengeneze. Kwa hiyo baada ya kuwa na hiki chumba kidogo, au watu tunaita bulda kwa wale ambao watu tunalea vifaranga wengine, basi tutakuwa tunaelewa ili eneo hili ukishaliweka vizuri liwe lina visehemu vinavyoruhusu hewa kuingia na kutoka. Kinakuwa tu ni sehemu kadogo, lakini kawe kana ruhusu hewa kuingia na kutoka. Lakini vile vile panapokuwa na baridi ya sasa wakati wa usiku, wawekee taa ya joto. Unaweza kuweka taa hata ya wati 60. Kama utakuwa na ile taa kubwa ya wati 200 pia unaweza kuweka, lakini utaangalia kwa eneo lako wewe ni eneo la aina gani, unafaa kuwa na taa gani, kama ya wati 60 au ya wati 200, inategemea na ukubwa wa eneo. Lakini vile vile kama hauna hizi taa za joto, basi unaweza kutumia tu jiko la mkaa. Ukalitumia jiko la mkaa kwa ajili ya kusupply joto kwenye lile banda. Hicho ni kitu cha kwanza na kitu cha muhimu. Kitu cha pili, nenda kawape lishe bora wale vifaranga. Vifaranga wa kienyeji ukiwalisha vizuri huwa hawafi kabisa. Hawanaga changamoto za magonjwa kama utawapa chakula kizuri. Unaweza kununua ile starter ya dukani, au unaweza ukatengeneza wewe mwenyewe chakula. Kama unapenda au una hela nyingi, unaweza kununua chakula cha dukani, lakini kama kiwango chako cha hela hakiruhusu, basi unaweza ukatengeneza, kwa sababu hata ukiwatengenezea vizuri ukafuata mpangilio sahihi wa formula, yani ukaweka protini, ukaweka vitamini, ukaweka madini, ukaweka wanga, yani kwa jinsi ambavyo wale vifaranga wanahitaji. Kama tunavyojua vifaranga wanavyokuwa, kuna kiwango labda wanaweza kuwa wanahitaji kiwango fulani cha protini, lakini jinsi wanavyoendelea kukua wakawa wanahitaji wanga kiasi fulani, protini ikawa inapungua, inategemea na umri. Kwa hiyo nenda katengeneze formula ambayo inaelekeza vitu kama hivyo, au ambayo inamaanisha au ipo katika mtindo huo. Kama huwezi kutengeneza hizi formula, nunua kile kitabu chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji au kile cha safari ya ufugaji. Hivi vitabu viwili ukiwa nacho hata kimoja, tunaweza kutumia kimoja kwa ajili ya kutengeneza chakula. Vyote vina formula ambazo zina maelekezo yanayohusiana na hapo. Japokuwa hapa the best ni kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kama unacho hiki, nenda katengeneze ile formula, na kama hauna basi kinunue. Kinauza 10,000 tu, ambayo ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Nenda kutengeneza hizi formula za chakula. Na umle kwenye hiki kitabu hakuna tu formula za chakula, ila kina miongozo yote ya kuwafuga kuku wa kienyeji kuanzia kifaranga mpaka anakuwa mkubwa. Kwa hiyo utapata advantage nyingi sana ukiwa na hiki kitabu kama wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji, lakini pia utaweza kuzalisha kuku wengi zaidi, kwa sababu hiki kimebeba elimu nzima ya kumfuga kuku wa kienyeji. Kwa 10,000 tu tunakutumia hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Ukiachana na chakula, kwenye maji yao ya kunywa pendelea sana kuweka kinga. Kuna dawa ambayo huwa tunaitumia ya kukausha vitovu, inaitwa Neoxtic. Unaweza kuwa unaitumia hii.
Lakini vile vile unaweza kuwa unatumia hizi za asili kwa sababu ni kuku wa kienyeji, na hizi dawa za asili kwao zinawafaa sana. Kwa mfano, kifaranga pale anapototolewa, wale wa kwenye makampuni wao wanapewa chanjo ya Marex. Lakini wewe unayelea hao vifaranga wa kienyeji bila mama yao, nenda kawatengenezee kinga ya asili ya Marex. Kwenye vile vitabu vyetu tumeandika. Kama una kitabu cha tiba za asili au una hiki cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tumeandika wape kinga ya asili ya Marex. Vifaranga wengi sana wa kienyeji huwa wanakufa kwa sababu huwa wanapata huu ugonjwa wa Marex, na wanapata huu ugonjwa ikiwa hawakupewa chanjo. Hawa wa viwandani huwa wanapewa hii chanjo ya Marex. Hawa wa kienyeji wengi waga hawapewi. Ndio maana unakuta vifo vya vifaranga wa kienyeji vinakuwa vingi. Sababu nyingine ambayo huwa inapelekea ni huu ugonjwa wa mahepe. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unawalea wewe mwenyewe, kawatengenezea hii kinga ya mahepe. Huwa ni unawapa kwa siku 3 tu, ni kinga ya asili. Unachukua aloe vera, kitunguu saumu, tangawizi, unachanganya vizuri kabisa, unawapa kwa siku 3 tu, hawatapata ugonjwa wa mahepe au ugonjwa wa Marex. Sasa ukitaka kujua zaidi, nunua hivi vitabu vyetu, vimeelekeza vizuri zaidi siku gani unatakiwa kuwapa na vipimo sahihi vya kuwapa hii kinga ya ugonjwa wa Marex. Kwa hiyo unaweza kuwa unatumia vitu kama hivyo vya asili, lakini vile vile unaweza kununua ya dukani, ni wewe tu maamuzi yako, kwa sababu kote huko inafanya vizuri zaidi. Ila mimi kwa ushauri wangu ningekushauri, ungeniuliza, ningekushauri pendelea zaidi kutumia vitu vya asili, kwa sababu vinawafanya waende vizuri kabisa. Hata sisi hapa kwa vifaranga wa kienyeji kwa asilimia zaidi ya 90 huwa tunatumia vitu vya asili, na tunafanikiwa kuwa na kuku wengi sana wa kienyeji kwa mtindo huo. Ukiachana na vitu vya kuweka kwenye maji, kawatengenezee mazingira mazuri. Kwa mfano hapa mwanzo nimekwambia umeweka kwenye kile chumba kidogo ambacho kina joto au burda, lakini baada ya kuwatoa hapa, waweke kwenye chumba sasa ambacho kinakuwa kizuri. Unaweza kuwawekea mazingira fulani, labda wao kuku wa kienyeji wenyewe wao wanapenda sana kupanda juu, kulala, basi unaweza kuwatengenezea vitu kama ngazi, wakawa wanacheza mle bandani. Usiwatoe nje mapema, unaweza ukawatoa baada ya kufikisha mwezi 1.5 au 2 ndio ukawatoa nje, ila hapa katikati waweke kwanza ndani ili waweze kutengeneza miili yao vizuri kabisa. Baadaye tu utawatoa nje. Baada ya kufikisha mwezi 1.5 au miezi 2 unaweza kuwatoa nje kwa usalama wa vifaranga wako ili wasiliwe na wadudu na kadhalika. Baada ya kuweka kwenye hili banda ambalo litakuwa lina mzunguko mkubwa wa hewa, lina maeneo yao ambayo wanapenda kurukaruka. Wao wanapenda sana kurukaruka, kucheza, lakini utakachoendelea kuzingatia, endelea zaidi kuzingatia chakula. Watengenezee chakula bora ambacho kinaendana na umri wao, lakini vile vile endelea kuwapa kinga mbalimbali za magonjwa, kinga za asili, ukiweza za dukani, ni wewe tu ambavyo utapenda zaidi. Kama una vitabu vyetu hayo yote tumeandika. Hatuna tu vitabu vya kuku wa kienyeji, tuna vitabu pia ambavyo vinaelekeza ufugaji wa chotara, kuku wa mayai, kama kile kitabu cha safari ya ufugaji, tuna hiki kitabu cha ufugaji wa broiler, lakini pia tuna kitabu cha booster za asili, na vile vile tuna kitabu cha tiba za asili. Lakini pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, lakini vile vile ukilipia hiyo 8,000 tutakuunga kwenye kundi letu la WhatsApp, utaweza kuuliza maswali na utajibiwa, lakini vile vile ukihitaji ushauri, ukiuliza utapewa. Na pia tunauza incubator. Kama wewe unatafuta incubator, basi sisi KingoFarm tunauza incubator nzuri za kisasa ambazo ni full automatic. Zinageuza mayai na unapata vifaranga kwa asilimia kubwa sana, kwa asilimia zaidi ya 90 utapata vifaranga wako, na utaweza kuwa na kuku wengi sana. Hasa kuku wa kienyeji kama unapenda kutotolesha, basi ukitumia mashine zetu tunaamini utaweza kuwa na kuku wengi sana wa kienyeji. Kama unahitaji hizi mashine pia ukitutafuta, tutaweza kukusafirishia mkoa wowote, ila nauli utalipia wewe mwenyewe. Kama unahitaji huduma zetu unaweza kuchukua namba kwenye video na ukatupigia simu au ukatutumia ujumbe.